Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kijana, leo ni habari ya kijana. Tuko tunaziangalia ahadi mbalimbali zinazotuhusu kwenye maisha yetu, zinazotoka katika Biblia, na leo inakuhusu wewe kijana. Karibu sana kijana, nipate kukwambia ya kupasayo. Mhubiri sura ya 12. Kitabu cha Mhubiri sura ya 12. Kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari ule wa kwanza. Mwandishi anasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema, mimi sina furaha katika hiyo. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema, mimi sina furaha katika hiyo. Kijana, ujanani ni wakati muhimu sana. Ujanani ni wakati wa heshima. Ujanani ni wakati mzuri sana wa kuitwa na kila mtu. Kwa nini? Kwa sababu kijana ni mwenye nguvu, na fahari ya kijana ni nguvu zake. Mhubiri na kitabu cha Methali anasema, kijana fahari yake ni nguvu zake. Uzeeni anasema uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Sasa ninyi ambao hamna mvi, sasa vijana, mnajivunia nini? Nguvu. Hizo nguvu zako unazitumiaje sasa? Watu wanakuhitaji kwa nguvu hizo ulizonazo, au watu wanakukimbia kwa sababu unatumia nguvu zako vibaya? Ni vizuri utumie muda huu na nguvu hizi ulizonazo kwa utukufu wa Mungu na kwa heshima yako. La sivyo, basi utakuwa kijana tu, lakini usiye na maana. Lakini kijana uliye na maana ni yule kijana ambaye nguvu zake anazitumia vizuri. Sasa tukija upande wa Mungu, anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Mkumbuke Mungu siku za ujana wako. Kwa nini vizuri kumkumbuka Mungu wakati huu wa ujana? Ndio wakati una nguvu. Ndio wakati ambao una nafasi. Unaweza kuzitumia hizo nafasi na hizo nguvu kwa ajili ya Mungu. Kumtumikia Mungu wakati una nguvu ni muhimu sana kwako kijana mno. Tafika wakati ambapo hutakuwa na nguvu, huwezi kumtumikia Mungu. Sisi wachungaji tuna wakati wetu wa kustaafu. Maana yake kustaafu ni mtu huwezi tena kutumika, nguvu zimeisha za kutumika. Kwa hiyo wakati huo ni wakati tu ambao sasa unahitaji wengine wa kusaidia. Lakini wakati huu vijana, ndio wakati muhimu sana wa kumtumikia Mungu. Mwandishi anasema mkumbuke sana muumba wako siku za ujana wako. Kwa nini? Kwa sababu zitakuja siku ambazo ni mbaya. Ziko siku mbaya mbele yako. Kumbuke muumba wako siku za furaha, siku ambazo unaweza kuenjoy, unaweza kufanya mambo kwa uhuru kabisa. Anasema zinakuja siku mbaya ambazo hizo zitakapokuja, zikukuta umekaa ndivyo sivyo, zitakukumba na kukuharibu kabisa. Mwandishi anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Kabla ndiyo ahadi, kabla hazijaja siku zilizo mbaya ambazo utasema mimi sina furaha katika hizo. Maana yake kutakuja wakati utakosa kufurahi, utakosa nafasi ya kufurahi kwa sababu ya siku hizo mbaya zinazokuja. Kwa hiyo kijana mwenzangu, kijana wangu, tafadhali kijana wangu, nikuombe sana, tumia wakati huu nguvu zako na nafasi ulionayo kwa ajili ya Mungu. Nenda kanisani, fanya kazi zote za kanisa. Kama ni mwimbaji, imba kwa bidii. Kama wewe ni wa kutusomea masomo, soma kwa moyo. Kama ni kutoa sadaka, zitoe kwa moyo, tena kwa bidii. Fanya mambo yote kwa ajili ya Mungu kwa bidii. Hubiri Injili,
hubiri Injili, maana na nguvu unazo. Peleka Injili. Kama wendi mwenyewe, wapeleke watu wengine kwa fedha zako, yani kwa sadaka zako. Kijana, bila shaka umenielewa mpaka hapo. Usiige mtindo wa maisha ya uharibifu. Iga mtindo huu ninaokuambia. Pende Mungu. Nenda ibadani kila wakati. Hudhuria vipindi vinavyotakiwa. Fanya mambo yote kwa ajili ya Mungu. Na nakwambia utapata baraka na maisha yako mbeleni. Hata siku hizo mbaya zitakapokuja, wewe utakuwa unaendelea tu, maana hakuna shida. Mungu atakuwa ameshakutengenezea mazingira ya kuepukana na siku hizo mbaya. Ukitaka na wewe siku hizo mbaya zisikukute, kilicho muhimu wewe sasa hivi utumie muda wako kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya muumba wako. Vinginevyo utakumbana na siku mbaya na utashangaa. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Mungu aendelee kukubariki, aendelee kuwa upande wako na kukutunza. Nakutakia heri njema za siku hii, na miaka yako yote ya kukaa duniani iwe imejaa heri na baraka nyingi. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.